Tarehe 29 Oktoba ndio siku iliyokuwa ya kupiga kura na kura zilipigwa na uongozi kupatikana. Kuanzia siku ile ya kupiga kura, kulizuka genge lilokuwa likiwatisha watu kwa kupora mali na kuharibu mali pamoja na miundombinu mbalimbali, kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Katika siku hizi za uhalifu huu, Watanzania wakagawika katika makundi yafuatayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Tuseme mara moja guys, kama we ni Muislamu, sema hili neno: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba tuko nao, msiba. Mashehe wetu ambao tunasema tuko nao ndani ya nchi, ambao tunawafuata kwa elimu, tunasema wana elimu sana, yani haki ya mwananchi, yani kiwango cha damu ya binadamu, yani damu uzito wake leo unakuja kusawazishwa na unakuja kuwekwa, yani unafunikwa, ukiwa unajua unafunikwa, yani umefunikwa kabisa. Jamani, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Yani hawa ndo tunasema wanatutafutia haki sisi Waislamu. Si ndo tunasema hawa ndo viongozi wetu wa dini ya Kiislamu tuko nao. Hivi karibuni taifa letu lilifanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani. Katika kipindi chote cha mchakato wa kuendea uchaguzi huu, tumeshuhudia kwa upande wa wanasiasa kuibuka kwa makundi mawili kwa ukubwa tofauti. Kundi moja likitaka uchaguzi ufanyike kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu inavyotutaka. Kundi la pili likigomea kushiriki na kutaka wengine wasishiriki kutokana na kile walichokuwa wanakieleza madai ya mabadiliko waliokuwa wanayataka yafanywe kwa namna wanavyotaka wao. Na kutokana na hali hii, kundi hili mpaka tulipoingia kwenye uchaguzi, wao hawakushiriki katika uchaguzi wetu wa mwaka huu 2025. Tarehe 29 Oktoba ndio siku iliyokuwa ya kupiga kura na kura zilipigwa na uongozi kupatikana. Kuanzia siku ile ya kupiga kura, kulizuka genge lilokuwa likiwatisha watu kwa kupora mali na kuharibu mali pamoja na miundombinu mbalimbali, kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Katika siku hizi za uhalifu huu, Watanzania wakagawika katika makundi yafuatayo: kundi la waliofanya uhalifu, kundi la waliochukizwa na uhalifu uliokuwa ukifanywa, kundi la waliofurahia uhalifu na uvunjifu wa amani uliotokea, kundi la wachochezi wa ndani na nje ya nchi yetu wakiwemo mpaka wale ambao si wa Tanzania. Pia kukawa na kundi la serikali na vyombo vya dola na kundi la wanasiasa wa mitazamo tofauti. Wakati haya yakiendelea, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilitoa tamko kuhusu kile kilichokuwa kinaendelea. Mkuu wa majeshi nchini alitufahamisha kwa kile kilichokuwa kinaendelea ni uhalifu na watekelezaji wa uhalifu huo ni wahalifu. Na hapa na nukuu: ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Mwisho wa kunukuu. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu ambao vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Yote haya yakisababishwa na genge lililokuwa likifanya fujo, wizi na uharibifu mkubwa wa mali. Damu ya binadamu haifananishwi na chochote. Isingesemekana atakaye kuulia ni mawili: umuue, umlipizie kwa kuua, au umsamehe.
maamuzi ni yako, lakini sio kesi inafunikwa. Mimi hata nashindwa kuelewa, ni rushwa, ni bahasha, ni uoga, ni kuna mambo mengine hapa yanaendelea, mimi sielewi. Lakini sijapenda kusema ukweli, kwa mimi binafsi sijapenda nilichokisikia, sijakipenda kabisa. Huwezi ukafananisha na damu yoyote, hapana. Okay, wao wamefanya uhalifu, wao wamevunja mali za watu, wameiba, wamefanya kila kitu. Wewe uliomwaga damu uko kwenye kitengo gani? Wewe uliomwaga damu upo kwenye kitengo gani? Yaani huyu umemkata roho, unalipwa na nini? Yule hukumu yake ni uwizi, na hukumu ya uwizi mkate mkono. Sasa huyu alioua hukumu yake tunaiweka wapi? Hebu tuongeeni. Na huyu aliopoteza mali yake naye anawekwa kwenye kitengo gani? Hebu sometime mambo mnayoongea jamani, yafikirieni. Hii ni dunia, kesho ni akhera. Mtakuja kuulizwa, mtakachokijibu mnajua wenyewe. See you next time guys. Hawa mimi siwezi, hapana, yani nitakoroga mambo. By the way, thank you very much guys, see you next time.